Bwana, katika sehemu ya 16 tulishia pale ambapo Ethan anapewa machaguo na Camilla. Achague moja. Sasa katika hayo machaguo ilikuwa ni magumu kweli kweli. Chaguo la kwanza aliambiwa, Ethan, tupande ndege sasa hivi turudi nchini Ujerumani, au kama hutaki, katika gari aliloondoka nalo mpenzi wako Bianca nimetegesha bomu, na hilo bomu remote yake hii hapa, nikibonyeza tu hapa manake nalipua hilo gari, anapoteza maisha huyo Bianca wako. Sasa chagua moja, apoteze maisha Bianca ama Bianca awe hai, mimi na tuondoke twende Ujerumani. Sasa Ethan atachagua nini? Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 16. Bwana, karibu sana kwenye sehemu ya 17, mzigo mtamu uliotayarishwa na kuandaliwa na Edazaria G Msulwa. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Karibu tupate kujua Ethan atachagua nini. Atamchagua Camilla au atamchagua Bianca? Karibu mtu wangu. Camilla, vipi? Ethan, juzi nilimfuata huyu malaya wako na nikampa onyo kwamba achane na wewe na atafute sehemu nyingine kwenda kujishikiza kufanya kazi, ila hakunisikia na akaniona mimi ni fala, akaniona mimi ni mjinga sana, si ndio? Camilla, mke wangu, mbona unazungumza maneno makali sana? Makali? Nimechoka Ethan. Nimechoka kwa ngonyera zako na kunifanya kama mimi ni mtoto mdogo. Kama ni mission unayotaka kuifanya hapa Tanzania, sasa imekwisha. Chagua mambo haya mawili. Moja, tukapande ndege sasa hivi na kurudi nchini Ujerumani, au jambo la pili, katika gari aliloondoka nalo huyo malaya wako na walinzi uliompatia, hilo gari nimelitegesha bomu, nililipue sasa hivi akafia huko alipokwenda. Kwa uchaguzi ni wako, chagua kimoja kati hivyo viwili. Camilla alizungumza huku akiwa ameshika simu yake ambayo akiminya button nyekundu ambao mimi naiona kabisa, basi Bianca wangu na walinzi wake wote watakwenda kufa kwa mlipuko wa bomu hilo. Mungu wangu. Nilishusha pumzi taratibu huku nikiwa ninamkazia macho Camilla. Tukatazamana kwa dakika kama 2 hivi, nikiwa naendelea kuidadisi sura yake. Hivi Camilla, umefikia hatua ya kumtegea bomu mtu ambaye ananisaidia mimi kukamilisha kisasi changu kwa akili zako fupi, sio manake? Nakuuliza wewe Camilla, yaani akili zako zilivyokuwa fupi, unakwenda kumtegea bomu mtu ambaye mimi ananisaidia kukamilisha kisasi changu? Nilizungumza kwa ukali sana huku nikiendelea kumkazia macho Camilla. Sasa nisikilize. Endapo atakufa, basi tambue kwamba mimi na wewe ndio mwisho, na nitahakikisha ninakuua kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Camilla alitabasamu kwa dharau iliyochanganyikana na hasira. Unanitisha kuniua? Sawa, nikifa mikononi mwako sio mbaya, kwa maana ya kwamba nitakuwa nimekufa kwenye mikono ya mwanaume ninayempenda. Camilla bila kujishauri mara mbili aliminya hiyo button. Kwa mbali tulisikia mlipuko mkubwa sana ambao kanifanya nikimbilie dirishani na kuchungulia nje. Kutokana na kwamba hapa ni gorofani, niliweza kushuhudia eneo linalotoa moshi mwingi mno. Ulikuwa tu ni mtaa wa pili, na tulikuwa tumeunganishwa na nyumba ambazo sio rahisi kwa mimi kuweza kuona gari la mke wangu jinsi lilivyokuwa linateketea. Nilihisi kifua changu kinataka kupasuka kwa hasira. Hata koti hili la suti nililokuwa nimelivaa, hakika nilihisi linanibana vibaya mno. I'm crazy about you Ethan, and I love you. I love you. Camilla alizungumza kwa sauti juu sana ambayo ilizidi kunipandisha hasira. Nilimsogelea Camilla, nilimshika mabega yake kwa nguvu mno. Akajilegeza kiashiria kama ni kumua basi niweze kufanya hivyo. Ving'ora vya gari za zimamoto vilianza kusikika katika eneo la chini ya hili gorofa. Niue Ethan, niue. Camilla alizungumza huku akimwagikwa na machozi. Hakika hata nguvu ya kumfanya chochote iliniishia. Nilijikuta tu nikimwachia na kuivamia meza yangu,
nilianza kumwaga kila kitu kilichopo juu ya meza hiyo. Mlango ulifunguliwa na sekretari wangu aliingia mara baada ya kusikia miparangano ndani ya hiyo ofisi. "Mkurugenzi," sekretari wangu aliniita huku akinitazama kwa wasiwasi na uoga mkubwa mno. Kamila hakujitingisha wala kumgeukia sekretari huyo. "Niite walinzi." Hapo nikamnyoshia mkono sekretari wangu. Nilimkataza asifanye hilo jambo la kuita walinzi. "Kamila, ondoka ofisini kwangu." "Siendi sehemu yoyote. Nimejitoa maisha yangu kwa ajili yako. Nimekuwa ni mtu wa kukusubiria. Lakini wewe umenidhihirishia kwamba una mwanamke mwingine. Kumbuka mimi na wewe tumekuwa ni pamoja toka tuko shule. Kumbuka jinsi ulivyokuwa unabaguliwa shuleni kwa ajili ya rangi ya ngozi yako. Nilikuwa ni mtetezi wako, Ethan. Leo hii una kampuni kubwa ndio unanidharau mimi, si ndio? Hey, toka nje." Hapo nilimwambia sekretari wangu, kwani kulikuwa kuna mambo hapaswi kabisa kuyasikia. Sekretari wangu alitii hilo na ghafla simu yangu mimi hapo ilianza kuita. Nilitoa mfukoni na kuitazama kwa sekunde kadhaa. Nilikuta ni namba ya mke wangu. Mikono ilianza kunitetemeka sana, kwani nilikuwa ninahisi mtu ambaye anapiga simu atakuwa ni msamaria mwema ambaye anataka kunipa habari juu ya kufa kwa mke wangu. Nilipokea simu yangu na kuiweka sikioni mwangu bila kuzungumza kitu chochote. "Mume wangu, umesikia huo mshindo wa mlipuko?" Swali la Bianca liliniacha mdomo wazi. Nilijikuta nikimtazama Kamila ambaye hajatambua nilikuwa nazungumza naye. "Ndio, nimeusikia. Kuna gari fulani ya wazungu walikuwa wanatufuatilia nyuma yetu na dereva aliweza kuacha kwa umbali kidogo. Sasa hao ndo wameweza kulipuka." "We?" "Yeah. Tena lina namba za ubalozi wa Ujerumani na hisi ya kwamba watakuwa wametumwa na yule mwanamke aliyekuja juzi ofisini kwangu." "Pole sana kwao." "Yaani acha tu. Hapa sisi ndo tunakaribia kufika kwa rafiki yangu." "Okay, sawa basi, kuwa makini." "Usijali mume wangu, nakupenda sana Ethan. Na nina imani ya kwamba Mungu ana makusudi nami katika siku hii ya leo." "Yaani kweli?" "Haya mume wangu, nikimaliza huku nitakujulisha." "Okay, sawa." Nikakata simu na kuidumbukiza mfukoni mwa suruali yangu. Hapo nilitembea hadi katika mlango ofisi yangu, nikaufunga kwa ndani, huku wasiwasi na uoga juu ya kufa kwa mke wangu Bianca ukiwa umeniisha kabisa, na Kamila kwa ujinga wake mwenyewe amewaua watu wake. Nikasimama nyuma ya Kamila na mikono yangu ikaanza kutalii mwilini mwake. Hapa hapa ofisini nikamalizia kazi, lakini moyoni mwangu nikasema, nisamee Bianca mke wangu kwa hiki ninachokifanya. Nilizungumza kimoyomoyo, huku sasa nikiendelea kumshughulikia Kamila vizuri kabisa ndani ya hii ofisi. Na nilishughulika kwa nguvu zangu zote, jambo ambalo lilimfanya Kamila alalame kwa raha, na kwa kila jinsi nilivyozidi kuendelea ndivyo jinsi maumivu yalivyoanza kumpata Kamila. Kamila kaanza kulalamika kwamba nilikuwa namuumiza. Nikamwambia tulia. Nilikuwa nazungumza huku naongeza kasi ambayo ilimfanya Kamila aone sasa bora tu ajitoe. Mimi nikambeba kwa nguvu, nikamlaza kwenye moja ya sofa lilopo hapa ofisini. Basi nikaendelea kufanya nilichokuwa ninakifanya. Hakika Kamila alikuwa anaonekana amechoka sana, na isitoshe sikumwandaa katika kufanya zoezi hili. Nilikuwa ni kama vile nimemshtukiza. Nenda ubalozini. Mbona haraka hivyo mume wangu? Na kuomba nenda ubalozini. Umekuja na gari lako? Ndio, nimekuja na walinzi wangu. Acha basi niwapigie. Kamila kanyanyuka, alichukua simu yake iliyokuwa imeweka juu ya meza. Aliminyaminya simu yake na kisha kaiweka sikioni mwake. Sura yake ikawa ni kama mtu mwenye wasiwasi kidogo. Nikamuuliza vipi? Eti nawapigia wapatikani? Jaribu kuwapigia tena, labda mtandao. Nimewapigia wote wawili kwenye namba zao, ila hawapatikani, na sio jambo la kawaida kwa wao kutoweza kupatikana. Hebu ngoja niagize dereva wa kampuni ya kupeleka kwenye ubalozi wako. Hapo Kamila alikubaliana na mimi kishingo upande. Hasira yote ambayo alikuwa ameingia nayo humo ofisini ilikuwa imemkatika. Nilimpigia dereva wa kampuni na nikamwomba afike ofisini kwangu. Mimi nilijiweka sawa nguo zangu. Hata Kamila naye mwenyewe
alijiweka sawa nguo zake. Nikampiga pale busu kwa sekunde kadhaa na kisha nikafungua mlango wa ofisi yangu. Baada ya dakika kama moja, dereva aliingia ofisini humo. Nilimpa maagizo ya kumfikisha Kamila katika ubalozi wa Ujerumani. Sawa mkuu. Hakikisha humsumbui dereva wangu. Hapana, yani hapa nakwenda kulala kwa hiki ulichonifanyia mume wangu. Okay, sawa. Kamila na dereva waliondoka ofisini kwangu. Nilimfuata sekretari wangu katika ofisi yake. Nisikilize. Haya yaliyotokea ofisini kwangu siku hii leo, usimwambie mtu aina yoyote. Sawa? Sawa mkuu. Nenda kaipange. Ofisi yangu imechanguka. Sawa mkurugenzi. Hapo nikaelekea ofisini kwa mke wangu. Nikakaa huku nikiwa nafikiria jinsi Kamila alivyokuwa na akili mbaya. Ase huyu Kamila sio mwanamke wa kuoa. Nilijikuta nazungumza mimi mwenyewe, na ndipo nikasikia sauti ya jini Ethan akisema, "Ya, ni ukweli kabisa. Huyo sio mke wa kumoa." Sauti ya jini Ethan ilinishtua kidogo. Akatembea mpaka kwenye kiti ambacho kinatazamana na kiti nilichokuwa nimekikalia. Akakaa taratibu jini Ethan na kunitazama usoni mwangu. Sasa kwa nini Kamila anakuwa hivi? Kuna mlolongo mmoja mrefu sana wa familia yake. Ana roho ya kurithi. Roho ya kurithi kutoka kwa nani? Kwa mababu zake wa zamani, ambao wana ukoo mmoja na Adolf Hitler. Hivyo unaweza kuona jinsi damu inavyofuata mkondo. Kwake jambo la kulipiza kisasi ni jambo la kawaida sana. Sasa kwa nini usiniambie mapema toka nilipokuwa na shule? Ili uweze kufanikiwa kwenye maisha na kufika kwenye pointi fulani, ni lazima utumie watu kufika katika daraja lako la mafanikio. Laiti kama usingemtumia Kamila, leo hii usingekuwa umekalia hiki kiti. Ila alishajaribu kuwahi kutaka kuniua. Nakumbuka vizuri sana. Ila bila kumrudisha tena mikononi mwako kipindi kile, usingefika hapo ulipofika leo. Okay. Sawa, sasa Ethan, hebu nishauri nimfanye nini huyu mwanamke? Simama kwenye mpango wako ulioweza kuufanya leo hii. Sawa. Na vipi kuhusu lile bomu ambalo alidai amelitega kwenye gari la mke wangu? Ni nani alilitoa? Ni mimi niliweza kulitoa. Sikuona haja mke wako kufa ikiwa hana hatia. Na pia ni mwanamke ambaye ninamshangaa kwa kweli. Siwezi kumsoma kesho yake. Ana nguvu za kimungu ndani yake, na ndio maana kuna mambo ninaweza kuyazungumza hivi na yakaenda tofauti kabisa na vile nilivyokueleza. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba nikimoa Bianca nitakuwa nimefanya jambo sahihi? 100%. Ila kukiwa kuna viashiria vya yeye kubadilika, basi nitakujulisha mapema sana. Nashukuru sana rafiki yangu kwa kumsaidia mke wangu. Wala usijali. Mwanamke mwenye akili na mke mwema si yule anayepambana kumdhuru mwanamke mwenzie kisa wana mume mmoja. Mwanamke mzuri ni yule anayehakikisha kwamba analinda mapenzi yake kwa mume wake, na ikiwezekana anayaongeza kwa 1% kubwa tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Sawa, nimekuelewa. Nakutakia ndoa njema rafiki yangu. Nimepitisha ndoa hii kwa 100%. Nashukuru sana. Ingekuwa kuna uwezekano ningemuona dadangu. Usijali, nitamjulisha kwamba umefunga ndoa. Hapo msikilizaji, tukakumbatiana na jini Ethan kwa furaha, kwani siku ya leo ni siku ya ndoa yangu na Bianca, na Bianca hafahamu chochote. Jini huyu Ethan alitoweka mbele yangu na kuniacha mimi nikiwa niko na furaha mno. Nilimpigia simu Bianca. Nilimpigia simu kwa mfumo wa video call, na baada ya sekunde kadhaa alipokea. Hello mume wangu. Wow. Umependeza. Kwa ndivyo unavyopambwa hivyo, si ndio? Acha tu.
unajua shemeji yako yaani kitendo cha kufika tu hapa ameniomba nikaoge na kisha anza kunipamba. Hajakwambia kwa nini anakupamba? Ndiyo, hajaniambia chochote. Yeye ameniambia tu kwamba leo anataka nipendezeshe tu. Okay, sawa mke wangu, pendeza tu, ila hakikisha tu ya kwamba uchelewi. Usijali mume wangu, na hapa shemeji yako yuko faster kweli kwenye hii kazi yake. Okay, poa, baadaye Bianca. Hapo ni ofisini kwangu? Ndio. Mbona umehamia ofisini kwangu? Nina hamu tu ya kusikia harufu yako nzuri mke wangu. Hapa nipo humu ndani nahisi kama vile nipo na wewe. Jamani mume wangu na vituko. Okay, sawa. Asante mume wangu na nitarudi. Okay, sawa, baadaye mke wangu. Na nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Hapo nikakata simu hii. Hazikupita hata sekunde 5, simu yangu iliita na nikaipokea. Namba hii ilikuwa ni ya mlinzi wangu Mbilinyi. Ethan, nimefanikiwa kupata ukumbi mmoja, ila upo kwenye boti moja hivi. Ni mzuri sana. Hebu nitumie picha niweze kuona. Sawa mkuu. Mlinzi huyu Mbilinyi alinitumia picha zote za ukumbi huo. Ni ukumbi ambao ni mzuri sana. Na baada ya kukubaliana na mlinzi wangu Mbilinyi ya kwamba tutauchukua ukumbi huo kwa shughuli ya leo, akarudi ofisini hapa. Tukaelekea nyumbani kwake na tukachukua suti zetu na kisha tukampitia Bianca katika duka la dada Mage. Wow. Umependeza sana mke wangu. Hapo nilizungumza mara baada ya kumwona Bianca. Asante mume wangu. Yote haya ni kwa ajili ya rafiki yangu Mage. Kutana na Ethan. Huyu ndo mwanaume ninayempenda. Ni shemeji yako Ethan. Naam. Huyu ni rafiki yangu, yule niliyokuwa ninakuhadithia. Okay, nashukuru sana kukufahamu. Hata mimi pia nashukuru kukufahamu shemeji Ethan. Tulijifanya kama vile mimi na Mage hatujuani kabisa, ili hali tunajuana. Shemeji unaitwa nani? Naitwa Margaret, au unaweza kaniita Mage. Ndio, okay, asante sana kwa kujua. Kama hutojali na kuomba nimchukue mke wangu hapa. Haina tabu shemeji, mimi nimeshamaliza kazi ya kumpendezesha mke wako. Kazi nzuri shemeji. Sasa hivi wacha basi tuelekee kwenye hoteli tupate chakula, kwa maana kwamba ni saa 11 kasoro. Sawa. Tukaagana na Margaret na kisha tukaondoka pasipo Bianca kufahamu kama tunafahamiana mimi na Mage. Baada ya Bianca kuingia kwenye gari, nilimuita mlinzi Mbilinyi tuzungumze. Hebu nisikilize Mbilinyi. Wewe mchukue huyu dada Mage pamoja na timu yake watangule kanisani. Wakampambe na mke wako huko. Mimi nitakuja na mke wangu nikiwa nimemfunga kitambaa. Okay. Sawa Ethan. Mama mkwe umewasiliana naye? Hajanijulisha kama umefika, ila tutampigia. Hapo kabla hata Mbilinyi hajazungumza kitu, simu yangu iliita, nikaona ni namba ya mama mkwe. Niliipokea na akaniuliza ni wapi ambapo ndoa yangu itafungwa. Nilimweleza kanisa ambalo anapaswa kuweza kutangulia na akaniahidi kwamba atafika hapo kabla yetu. Nikamwambia sawa mama. Nilikata simu na nikaingia kwenye gari. Mume wangu, mbona Mbilinyi anabaki hapa? Kuna kazi nimempatia ifanye. Tutaonana naye baadaye. Okay, sawa. Kweli tuliondoka eneo hili na moja kwa moja tukaelekea hadi katika hoteli moja hivi iliyopo katikati mwa jiji. Tulipata chakula na nikamtumia message mchungaji kwamba andae mazingira ya ndoa yangu na akanijibu kwamba kila kitu kiko tayari. Mke wangu, nataka nikufanyie surprise moja hivi, ila ni lazima nikufunge macho yako ili usione. Na uwe mvumilivu mpaka pale tutakapoweza kufika hilo eneo la tukio. Ethan, ni surprise gani hiyo mpaka nifunge macho yangu? Wewe tulia tu mke wangu, utaiona. Isije ikawa ni nia mbaya. Siwezi kukufanyia mi surprise mbaya mke wangu hata siku moja. Wewe ni ruhusu tu niweze kukufanyia hiyo surprise. Sawa, niko tayari mume wangu. Tukamaliza kupata chakula hiki cha jioni, tukaingia kwenye gari. Nilichukua kitambaa cheusi ambacho nilikuwa nimekiandaa kwa ajili ya kuweza kumfunga Bianca machoni mwake.
Ngoja kwanza mme wangu. Unataka kuniambia kwamba hiyo surprise yako ni kubwa kiasi cha kunifunga mimi macho na kitambaa? Naomba uniamini. Sawa, mme wangu, nimekuelewa. Nilimfunga Bianca macho yake na tukaanza safari ya kuelekea kanisani pasipo yeye mwenyewe kuweza kufahamu. Safari ya kanisani haikutuchukua muda mwingi. Tulifika huku nikiwakuta watu wote nilikuwa nimewaandaa wakiwa wameshafika kanisani, ikiwamo na mama mkwe. Kutokana na wote wanafahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea, kila mmoja alikuwa tumekaa kimya. Uzuri katika kanisa hili ipo nyumba ya mchungaji. Tukakabidhiwa pale chumba kwa ajili ya kumpamba bibi harusi. Mume wangu, mbona unanivua nguo? Bianca aliniuliza huku akiwa amejawa na wasiwasi mwingi mno. Nikamwambia usijali mke wangu, kuna gauni nzuri nahitaji kuweza kukuvalisha. Kuna mtu pembeni yangu? Aliuliza hivyo Bianca. Tukatazamana na dada Mage ambaye ndiye niliyekuwa nimemwandaa amvalishe gauni hili la harusi. Yupo. Ni nani? Usijali mke wangu, ni mtu ambaye atakuvalisha hili gauni. Ni mwanamke au mwanaume? Siwezi kumpa kazi hii mwanaume bwana. Mbona nasikia harufu ya Mage? Mage gani? Mage rafiki yangu ambaye tulimwacha kule dukani kwake. Labda tu body spray zinafanana. Hapana mume wangu, kuna harufu ya watu 4 humu ninayefahamu. Hata wapake manukato aina gani, haziwezi kunitoka kichwani mwangu. 1 ni wewe, 2 ni mama, 3 ni baba, na 4 ni Mage. Kauli ya Bianca ilinifanya nikose cha kujitetea. Ilibidi mfungue kitambaa usoni mwake ili aweze kuona kinachoendelea. Bianca macho alimtoka, mshangao ukamtawala usoni mwake huku akiambatana na kigugumizi, kwani gauni kubwa la harusi analoliona mbele yake limemfanya kose cha kuzungumza. Uwe na furaha sasa. Ni nini kinachoendelea mume wangu? Leo ni siku yetu mimi na wewe kuweza kuunganishwa duniani mpaka mbinguni. Ethan, uko serious? Ndio. Mage, hebu niambie ni kweli anachokizungumza shemeji yako? Ni kweli. Na hapa tupo kanisani. Mage alizungumza huku akifunua pazia la dirisha moja lililopo hapa chumbani. Bianca akaishuhudia mandhari ya kanisa. Kwa haraka kanisogelea kanikumbatia kwa nguvu huku akimwagikwa na machozi ya furaha. Alianza kunipiga mabusu mfululizo. Nakupenda Ethan wangu. Nakupenda pia mke wangu. Tuna kila kitu kizuri kwenye maisha yetu, ila hii ndio zawadi pekee ambayo ninaweza kukupatia mke wangu. Nashukuru mume wangu. Nakuahidia kwamba mtoto ndio zawadi ambayo nami nitamwomba Mungu niweze kukupatia. Tukakumbatiana kwa dakika 5 huku hisia kali za kimapenzi zikiwa zimetutawala. Shemeji, muda. Dada Mage alizungumza kwa upole huku naye machozi yakiwa yanamlenga usoni mwake. Nilimwachia Bianca taratibu na kisha nikampiga busu. Naenda kujiandaa na mimi. Sawa mume wangu. Nilitoka chumbani hapa na mama mchungaji akanionyesha chumba ambacho ameingia Mbilinyi. Nilimkuta mlinzi wangu Mbilinyi akiwa amemaliza kujiandaa, nami pale nikaanza kujiandaa huku kila kitu cha leo kikiwa ni kipya, kuanzia suti, viatu hadi nguo za ndani. Nilivaa saa ya dhahabu. Mbilinyi akaniweka sawa koti langu la suti pamoja na tai. Hapo umepoa ndugu yangu, umepoa. Nashukuru sana Mbilinyi. Nikazitoa pete zangu kwenye mfuko wa koti nililokuwa nimelivaa. Nikazitazama kwa sekunde kadhaa, nikaziweka mfukoni mwangu mwa suruali. Vipi, uko tayari mkuu? Niko tayari japo mapigo yangu ya moyo yanadunda sana. Unajua siku ya leo ni muhimu sana kwenye maisha yako. Hivyo mapigo ya moyo kwenda kasi ni jambo la kawaida. Lakini jambo la msingi unataka ujiamini. Ujiamini ndugu yangu. Nashukuru sana. Alafu kitu kingine, ndugu yangu, hakikisha kwamba hukumbuki mambo ya nyuma, ikiwamo yale maisha ya wanawake uliweza kupitia.
Mtu wa kumfikiria kwa sasa kichwani mwako ni mke wako tu mtarajiwa. Sawa, nimekuelewa. Hapo nilivuta pumzi nyingi na kisha taratibu nikaziachia, na kisha tukatoka chumbani hapa. Tukakutana na mama mkwe akiwa amependeza kweli kweli na yeye. Wow. Umependeza sana mwanangu. Hakika sina budi kukukabidhi mwanangu kwa moyo mmoja. Nashukuru sana mama. Sawa, tangulia kanisani. Mimi acha nikuletee mke wako. Asante sana mama. Kweli tukaelekea kanisani, huko vijana wawili wa Mzee Mbilinyi wakiwa kwa makini katika kuhakikisha wanarekodi video ya kila tukio linaloendelea katika kanisa hili. Ulinzi wa vijana wa Mbilinyi ulikuwa umetawala kanisa zima kuhakikisha kwamba hakuna jambo baya linaloweza kutokea kwenye sherehe yetu. Tulimkuta pale mchungaji akiwa amesimama madhabahuni akituhubiria. Pete uko nazo hapo Ethan? Ndiyo mchungaji. Hebu nizione. Nilitoa pete hizi mfukoni na kumwonyesha mchungaji. Alitingisha kichwa akiashiria kwamba amezikubali. Hakika harusi yangu sikuhitaji watu wengi sana, na humu kanisani yupo mpiga kinanda mmoja tu, huku watu waliongezeka ni mama mkwe, dada Mage, mke wa Mbilinyi, mwanae pamoja na walinzi. Baada ya kama dakika 10 hivi, Bianca alianza kuingia kanisani humu, huku akiwa ameongozana na mama yake pembeni, huku mke wa Mbilinyi akifuata kwa nyuma. Mchungaji alinipa ishara ya kumfuata mke wangu hadi sehemu waliosimama. Mama mkwe alinikonyeza na kisha kanikabidhi mkono Bianca, na tukaanza kutembea kuelekea eneo la mbele alipokuwa mchungaji, huku sauti ya kinanda ikiendelea kuburudisha mioyo na masikio yetu. Tukasimama mbele kabisa ya kanisa, huku Bianca akiwa amejawa na tabasamu pana sana usoni mwake. Mchungaji hakutaka kupoteza muda. Alianzisha ibada hii taratibu, huku akituongoza kuzungumza baadhi ya viapo katika vitabu vya dini. Muda wa kuvalishana pete ukawadia. Nilimkabidhi mchungaji pete zetu, aliziombea na kisha akamkabidhi kila mtu pete yake. Nikaanza mimi kuzungumzia kiapo cha ndoa na kisha nikamvalisha pete Bianca, huku machozi yakimlengalenga usoni mwake. Bianca naye akakiri kiapo cha ndoa na kisha akanivalisha pete, jambo ambalo lilimfanya mama mkwe kupiga vigeregele kanisa zima. Japo yuko peke yake, ila nguvu ya furaha alionayo moyoni hakika ilimfanya aweze kufanya tukio hilo. Sasa nyinyi ni mwili mmoja. Bwana Ethan, unaweza kumbusu mke wako. Hapo nilimsogelea Bianca kwa ukaribu kabisa, na kisha nilianza pale kumpigia mabusu mpaka niliporidhika kabisa, na ndipo nikamwachia. Tukatia saini katika vitu vyetu vya ndoa, na kisha mchungaji akamaliza pale ibada na tukatoka kanisani hapa. Gari zipatazo 8 zinazofanana nikakuta zimesimamishwa hapa nje. Mbilinyi, wewe ndio umeziandaa hizi gari au? Nilimuuliza Mbilinyi huku nikizishangaa gari hizi zinazotengenezwa na kampuni yangu. Ndiyo mkuu. Basi tukaingia mimi na mke wangu kwenye moja ya Range Rover ambazo zinafanana na nyingine zote ni mpya kabisa. Taratibu tukaanza kuondoka kanisani hapa, huku gari hizi zikiendeshwa na walinzi wa Mbilinyi. Kuna mambo mengi sana ambayo mke wangu utakwenda kuweza kuyafahamu kuhusiana na mimi. Unasema kweli mume wangu? Ya mke wangu. Nitahakikisha kwamba hujuti kuwa na mimi Bianca. Bianca alianza pale kunipigia mabusu, huku furaha ikiendelea kumtawala usoni mwake. Tulifika eneo la bandarini na gari hizi zote zikaweza kuruhusiwa kuingia. Tukashuka na kuingia kwenye boti kubwa sana ambayo Mbilinyi aliandaa kwa ajili ya sherehe hii. Wow. Unajua mume wangu, kila kitu ninahisi kama vile naota. Hauoti mke wangu. Yaani, unajua siamini. Kweli maisha yanaweza kubadilika ndani ya siku moja. Umeona eh? Yeah. Boti hii ilianza kuondoka bandarini hapa, huku walinzi wa Mbilinyi wakiendelea kuimarisha ulinzi katika hii boti. Tukaendelea kuburudika kwa shangwe nyingi sana, huku tukinywa na kucheka. Sasa muende mkanitafutia mjukuu. Mama mkwe alituomba tuondoke ukumbini hapa na kuelekea kwenye chumba maalum kilichokuwa kimeandaliwa ndani ya boti hii kwa ajili yetu. Jamani mama. Yeah. Saa 7 sasa. Hebu acheni sisi tunywe, nyinyi kanitafutieni mjukuu. Ethan mwanangu,
hulimi lami wewe. Hakikisha sasa unalima shamba la mke wako kisawa sawa. Nataka mazao, sawa mwanangu? Sawa mama. Nilizungumza kwa furaha. Nilimbeba Bianca wangu na moja kwa moja tukaelekea katika chumba hicho kilichopo chini ya boti hii. Ni chumba kikubwa sana ambacho kina kila kitu. Ukiwa ndani ya chumba hiki ni ngumu sana kufahamu kama uko ndani ya boti. Hatukupoteza muda. Tulianza pale kutoana nguo na kwa haraka tukajitupa kitandani na kuanza pale mtanange huu ambao ni wa kwanza kabisa toka tuingie kwenye maisha yetu ya ndoa. Kwa mvinyo tuliokunywa na mke wangu, hakika ukatufanya tupambane kisawa sawa. Hapakuwa na mtu ambaye alihitaji kuwa mnyonge kwa mwenzake. Ikawa nipiga nikupige, bampa tu bampa, mpaka tunamaliza mizunguko mitatu. Kila mmoja alikuwa amechoka kisawa sawa. Hapakuwa na mtu aliyekuwa na hamu ya kushuka kitandani na kwenda bafuni kuoga. Mume wangu, leo umejua. Hata wewe pia umezungusha kiuno tofauti na siku zote. Kweli mume wangu, kweli kabisa. Yaani sina cha kusema ukweli. Nashukuru mume wangu. Taratibu Bianca kakilaza kifua chake kifuani mwangu huku akilitega sikio lake vizuri akisikilizia mapigo yangu ya moyo jinsi yalivyokuwa kwenda kasi. Mke wangu, hivi huwa unafahamu ninamiliki nini na nini? Najua unamiliki kampuni ile ya simu pamoja na kampuni ulizoniambia kwamba zipo nchini Ujerumani. Okay, sawa. Unataka kufahamu mali zangu sasa, kwa maana kwamba wewe ni mke wangu halali kabisa wa ndoa. Hakuna tatizo mume wangu. Mwaka jana nilinunua kampuni 2 za utengenezaji wa magari. Kampuni ya Range Rover pamoja na kampuni ya BMW. Hizi gari zote tulizokuja nazo ni mali yangu. Japo hapo awali sikuweza kukwambia moja kwa moja. Wow. Ni jambo zuri sana mume wangu. Hapo tukaendelea kuzungumza mambo mengi ambayo Bianca hakuwahi kuyafahamu hapo awali. Hadi usingizi ulianza kumpitia taratibu na tukajikuta tukilala usingizi wa 444. Ghafla, kishindo kizito kikanifanya nifumbe macho yangu. Nilimtazama Bianca alikuwa amekilaza kichwa chake kifuani mwangu na hakuweza kushtuka wala kujitengesha. Mlango wa chumba chetu ulifunguliwa kwa nguvu na akaingizwa pale mlinzi wangu mmoja huku akibiringishwa sakafuni. Sote tulishtuka sana, tukakaa kitako kitandani huku tukimtazama mlinzi huyu anavovuja damu. Macho yetu yakaakisi kama tunachokiona hivi sasa ni ndoto ama ni kweli. Nilimshuhudia mzee Paul Mkumbo akiingia ndani huku akiwa mwongozana na Mbilinyi pamoja na walinzi wengine ambao hawa siwafahamu. Bianca kwa haraka akaliwahi shuka na kujistiri mwili wake kwa kuufunika. Mbilinyi, nini kinachoendelea? Mkamate huyo mzee, kumbuka kwamba ni adui yangu. Nilizungumza kwa kubabaika na kumfanya mzee Paul Mkumbo kucheka sana. Nilimtazama Mbilinyi usoni mwake, nilimwona naye akitabasamu. Kitu ambacho kilizidi kunishtua zaidi ni pale ambapo Mbilinyi aliponionyesha bastola yake huku akiendelea kutabasamu. Ethan, nilishindwa kukuambia mapema. Mbilinyi na baadhi ya walinzi wake wote ni wa kwangu na nilimpandikiza kwako awe mpelelezi wa kila jambo unalolifanya. Sasa naamini utakuwa umefahamu ya kwamba nina nguvu kuliko wewe. Mbilinyi, muue huyo ngedere. Mbilinyi bila kukwepesha mkono wake wa kuume ambao ulikuwa umeshika bastola hiyo, alimtandika risasi 4 za kifuani mlinzi huyu alikuwa ameingizwa ndani humo kwa kubiringishwa, jambo ambalo lilinifanya ninyong'onye na kuishiwa nguvu kabisa. Pawa ilinishia, kwani mtu niliyemwamini na kumpa jukumu la kunilinda kwenye shida na raha leo yeye amenisaliti, tena katika siku ambayo sikuwaza kabisa kama ataweza kunisaliti. Mzee Paul Mkumbo alitabasamu na kisha taratibu akachuchumaa. Aliokota gauni la mke wangu na kisha kamrushia. Vaa uondoke na mimi mwanangu. Baba, siwezi kuondoka na wewe. Mimi tayari ni mke wa mtu, nimeolewa na pete ni hii hapa. Bianca alizungumza huko machozi yakimmwagika usoni mwake. Akaingizwa mama mkwe akiwa ameshikiliwa na wasichana 2 warefu huku mikono yake ikiwa imefungwa pingu.
Na hapo ndipo mzee Paul Mkumbo alikoki bastola yake na akamwekea mama mkwe bastola kichwani. Sasa unatakiwa uchague kimoja kati ya mama yako ama mume wako. Nani ambaye unamtaka? Kauli ya mzee Paul Mkumbo ilimfanya Bianca kuangua kilio kikubwa sana ambacho hakika kinalilia ndani moyo wangu. Sisi watu wawili ni muhimu sana kwake Bianca, hususan mama ambaye alimweka tumboni miezi 9 na kumzaa kwa uchungu. Sikuhitaji mke wangu ajawe na majuto ya kuniacha mimi katika uchaguzi huu, na akamchagua mama yake. Mama ndo mtu muhimu. Mimi namchagulia mama kwa niaba yake. Nilizungumza kwa kujikaza huku mapigo ya moyo yakiendelea kunienda kasi mno. Bianca alinitazama kwa mshangao huku macho yakiwa yamemtoka kisawasawa. Ethan, mama anafahamu uchungu wako. Ninakupenda wewe Bianca pamoja na mama. Na sitaki ugawe upendo wako kati yetu sisi. Nenda upande wa mama. Babako ananihitaji mimi pekee na sio wewe. Hata nikifa sasa hivi, Bianca tambua kwamba wewe ndio uko moyoni mwangu milele. Nilizungumza hivyo huku machozi yakinimwagika usoni mwangu. Bianca hakujali wingi wa watu waliomo humo ndani. Alishuka kitandani huku akiwa yuko hana nguo. Alisimama mbele baba yake, akamwambia niue kwanza mimi, ndio muue mama pamoja na Ethan. Mzee huyu alitabasamu taratibu huku akimtazama Bianca usoni mwake. Ghafla alimpiga sehemu ya shingoni na Bianca alianguka mzima akapoteza fahamu. Nilitaka kushuka kitandani mwangu, ila midomo ya bastola za watu wa mzee Paul Mkumbo zote wakawa wamenielekezea mimi. Mvalishe gauni. Msichana mmoja ambaye ni miongoni mwa watu wa mzee Paul Mkumbo ilibidi amvalishe Bianca gauni lake la harusi, na kisha taratibu akamnyanyua na kutoka naye humo ndani. Mtoeni na huyu malaya mzee. Mama mkwe alitolewa humo ndani. Bilinyi, nini unafanya ndugu yangu? Ni wapi nimekukosea mimi? Haja kukosea sehemu yoyote ile. Ila unajua nini maana ya mpelelezi? Mpelelezi ni mtu ambaye anaweza kujifanya mtu wa karibu sana kwako. Anaweza kujifanya ni mtu ambaye ana thamani kubwa sana kwako. Ila kazi yake ikisha kamilika, basi ni rahisi kwa yeye kuweza kuhakikisha kwamba anakuangusha. Kwa hiyo Mbilinyi amefanya kazi yake. Na ngoja nikwambie jambo moja Ethan. Mbilinyi ni mtoto wa marehemu rafiki yangu wa zamani sana. Hivyo mimi ndo nimemfikisha hapa alipo yeye. Hivyo heshima ambayo ananipatia ni tofauti na heshima ambayo wewe ulikuwa unapatiwa. Mzee Mkumbo alizungumza huku akikunja mikono ya shati lake. Alichomeka bastola yake nyuma na kisha akanisogelea hapa kitandani. Alinivuta kwa nguvu na kisha akaniangusha chini. Simama tupimane ugali bwana harusi. Mzee Paul Mkumbo aliendelea kuzungumza kwa dharau. Taratibu nilisimama huku nikiwa ni kutupu wa mnyama. Watu wake pamoja na Mbilinyi wakasimama mlangoni ili kuweza kupisha kuangalia pambano hili. Wewe bado ni damu inachemka. Rusha ngumi kijana, rusha ngumi. Mzee Paul Mkumbo aliendelea kuzungumza huku akitabasamu. Kiukweli sikukata tamaa kutokana na kwamba nafasi hii alonipatia, nikataka kuonyesha watu wote walioambatana nao ya kwamba mimi nina nguvu. Maoni mwangu nilianza kumuita Ethan ambaye ni jini aje kunisaidia. Nilianza kurusha ngumi mfululizo pamoja na mateke, ila mzee Paul Mkumbo aliendelea kunidhibiti kisawa sawa. Ngumi na mateke yake ambayo alikuwa anayarusha hakika yalinifanya ninyong'onye kabisa. Kipigo ambacho mzee Paul Mkumbo ananipatia hakika sikuwahi kukutana nacho kwenye maisha yangu. Sikuweza hata kujitingisha wala kunyanyua mkono. Viungo vyangu vyote vilikuwa vimejeruhiwa sana, na isitoshe kuna muda alikuwa amenitandika mateke sehemu zangu za siri, na mbaya zaidi nilikuwa nipo sina nguo. Nilikuwa nipo kama nilivyozaliwa. Ethan, nakufa. Nilizungumza kimoyo, ila sikuweza kupata hisia zozote za jini Ethan kuja kunisaidia. Mzee Paul Mkumbo aliniburuta mpaka kwenye kitanda hiki cha chuma. Alitoa pingu mkononi mwake na kunifunga mkono mmoja, huku upande wa pili wa pingu hii akanifunga katika eneo la kitanda hiki. Nisikiliza wewe kijana. Utakufa taratibu kwa sababu boti hii inakwenda kuzama. Ukiweza jiokoe, ila usipoweza mwisho wako ndio utakuwa hapo. Mzee Mbilinyi alizungumza huku akitabasamu sana.
Hakika mwili wangu wote ulikuwa hauna nguvu ya kusema hata ninyanyue tu mkono nijitoe kwenye pingu hii, kwani mzee huyu alikuwa amenijeruhi kisawa sawa. Walianza kutoka humu ndani, ila kabla Mbilinyi hajatoka nikajikaza kumwita kwa sauti ya chini kabisa iliyojaa maumivu mengi mno. Nikamwambia Mbilinyi, kwa nini umefanya hivi? Mbilinyi akaniambia niko kazini. Nikamwambia sio kwamba amekushikilia familia yako na umeamua kunisaliti? Mbilinyi akaniambia hapana, hawezi kunishikilia familia yangu. Mke wangu na mwanangu wako salama kabisa. Ethan, unachokipitia hivi sasa unakistahili. Ethan, umesahau kwamba malipo ni hapa duniani. Uliingia kwenye familia yake ukiwa kama mpelelezi, na mimi niliingia kwenye kampuni yako nikiwa kama mpelelezi. Hivyo pole sana Ethan. Maneno ya Mbilinyi yaliniumiza sana moyo wangu. Mbilinyi alinitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akatoka humu ndani. Nilibaki peke yangu. Harusi yangu hakika imeingia doa. Sijui ni kwa nini jini Ethan alishindwa kunieleza ukweli juu ya moyo wa Mbilinyi, na sijui ni kwa nini alishindwa kunieleza ni kitu gani kinachokwenda kutokea juu ya hili tukio. Baada ya kama dakika 10 hivi, maji taratibu yalianza kuingia ndani ya chumba hiki. Mapigo ya moyo pamoja na hofu ya kufa vilianza kunitawala moyoni mwangu. Mungu nisaidie. Wewe wa pekee ndiye unayeweza kusikia kilio changu. Nilimkumbuka Mungu wangu na jini Ethan nikamwacha pembeni, kwa maana ya kwamba kama alishindwa kunisaidia katika hili tukio, hakika hana msaada mwingine kwangu. Maji yalianza kujaa ndani ya hiki chumba. Sikuhitaji kufa kizembe kwa kweli. Nilijikaza kiume hadi nilianza kujaribu sasa kuutoa mkono wangu kwenye pingu. Hakika ni zoezi gumu sana kupitisha mkono wangu kwenye hili tundu dogo la pingu. Sikuwa na jinsi ya aina yoyote zaidi ya kujivunja tu mfupa wa kidole changu, na nikafanya mkono wangu sasa uweze kutoka kiurahisi. Asante Mungu, nilizungumza huku nikiitafuta suruali yangu. Niliipata, nikaivaa taratibu huku nikiendelea kuvumilia maumivu makali sana nilikuwa naipata. Maji yalizidi kuongezeka kwa kasi. Nilianza kuogelea huku nikitafuta njia kutokea. Maji yakajaa eneo zima la hili boti na nilikuwa sina jinsi zaidi ya kutumia pumzi yangu ya ndani. Kadiri jinsi inavyozidi kuendelea kutafuta wapi pa kutokea, ndivyo jinsi ninavyoshuhudia boti hii inavyozidi kuelekea chini ya bahari hii. Nguvu mwilini mwangu pamoja na pumzi vilizidi kunishia kwa kasi mno. Nikaanza kukiona kifo kikiwa mbele yangu. Mwanga hafifu wa jua ambao ninauona kupitia sehemu ndogo sana ndani ya boti hii ulianza kupotea, na mwisho giza nene likatawala machoni pangu, na baada ya sekunde kadhaa nilishindwa kufahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea. Naam, mwanga mkali sana na wenye kuumiza macho yangu hata kama nikiwa nimeyafumba ulinishtua sana. Nikafumbua macho yangu, nilitazama pembeni yangu, nikaona ufukwe ambao hauna mtu. Nikageuka upande mwingine ambao pia ni wa kushoto, nikaona mafiga matatu, huku kukiwa kuna sufuria juu yake pamoja na moto wenye kuni chache. Taratibu nilikaa kitako huku nikijaribu kutazama maeneo haya. Sikuweza kuona mtu aina yoyote zaidi ya ufukwe wa bahari uliokuwa mbele yangu. Niligeuka nyuma, nilishuhudia msitu wenye miti mirefu iliyojaa ukijani mzuri sana. Hadi nikajiuliza hapa niko wapi? Nilijiuliza hili swali huku nikijitazama mwilini mwangu. Nimeivaa suruali yangu niliyotoka nayo kwenye boti, ila mwili wangu nilikuwa nimejaa majani ambayo yametafunwa na yamewekwa kama dawa kwenye baadhi ya vidonda. Nilijaribu kusimama ila hayo maumivu yalikuwa ni makali mno miguuni mwangu. Maumivu akanifanya nigaili zoezi hili la kutaka kusimama. Nilijaribu kuchungulia kwenye hii sufuria, nikaona samaki wawili wakiendelea kuchemka. Nikasema hapa ni wapi? Ghafla nyuma yangu nikahisi kama kuna mtu anakuja. Niligeuka kwa haraka, nilimshuhudia msichana mrefu mwenye nywele ndefu zilizokuwa zimechanguka huko kifuani mwake akiwa amejifunga vijimajani vya miti, huku kiunoni mwake pia akiwa amejifunga vimejani vingi vya miti kuficha sehemu zake za siri. Msichana huyo ana rangi nyeusi iliyokuwa imekolea kiasi. Ana macho mviringo huku kifuani mwake ikionekana kabisa ni mwanamke wa mazoezi makali mno. Msichana huyo mkononi mwake alikuwa ameshika sungura wawili. Akawarushia pembeni yangu huku akinitazama usoni mwangu kwa umakini mno. Hapa ni wapi? Nilimuuliza huyu msichana kwa upole mno, lakini hakunijibu chochote zaidi tu ya kutazama ndani ya sufuria yake kama samaki hao wawili wameiva.
Sungura ambao ameua aliwachukua na kisha akawasogeza karibu kabisa na sufuria yake. Akaanza pale kuondoka, na hapa kanipa wasawa mimi kumtazama mgongoni mwake. Nilishtuka sana kuona alikuwa amejaa mikwaruzo mingi ambayo kwa haraka ni kucha za wanyama wakali mno. Msichana huyu amejaliwa uzuri ambao hakika angepata matunzo asingeweza kuwa katika hii hali ambayo yuko nayo sasa. Msichana huyu akaingia katika msitu huu. Nilitamani kumfuata ile nilishindwa kutokana na kuumia vibaya mno. Baada ya muda kama dakika 15 kwa kukadiria kwangu, alirudi huyu msichana akiwa ameshika majani ya mgomba. Majani hayo yalikuwa ni mawili pamoja na kuni nyingi. Hakuniongelesha chochote zaidi ya kuanza kuweka samaki hawa juu ya majani haya ya mgomba. Akanisogezea jani langu la mgomba na kwa ishara aliniomba niweze kula. Yeye akaanza kula taratibu samaki wake huku akiwa amejawa na tabasamu. Mimi nikamuuliza tena, hapa ni wapi? Nilimwongelesha dada huyo ila hakunijibu chochote zaidi ya kunitazama. Kutokana na njaa kali inayoendelea kunikwangua tumboni mwangu, nilianza kula taratibu samaki huyu ambaye hata ladha ya chumvi alikuwa hana. Ila sikuhitaji sana kulijali hilo, kwani nilichokuwa ninakijali kwa sasa ni kukata kwanza njaa yangu. Unaitwa nani? Msichana huyu alitingisha kichwa chake na nikashindwa kujua ni nini anachokimaanisha, kwani swali na jinsi alivyonijibu vilikuwa ni vitu ambavyo haviendani kabisa. Tulimaliza kula chakula hiki na msichana huyu akachomeka pale miti miwili pembeni mwa jiko lake. Akamchukua sungura mmoja, akamchomekea katikati mti ambao alikuwa ameuchonga vizuri mno. Akaongeza kuni katika jiko lake na kisha akamning'iniza sungura huyu na akaanza kumbanika taratibu. Zoezi hili likaendelea kwa sungura wa pili mara baada ya sungura wa kwanza kuweza kuiva. Mara baada ya kumaliza kuwabanika sungura hawa walioiva na kunitamanisha sana, akaninyanyua na tukaanza pale kutembea kuelekea katika huu msitu. Hadi sasa msichana huyu hatujaweza kuzungumza jambo la aina yoyote, ila kila nilichomuuliza alishindwa kuweza kunijibu. Jambo ambalo lilinijia kidini mwangu ni kwamba lugha ninayoitumia hapa kuzungumza hatuelewani. Wakati tunatembea tukafika katika nyumba iliyotengenezwa kwa mbao, huku kwa juu ikiwa imeezekwa na majani ya minazi. Nyumba hii ina chumba na sebule, na vitu vinavyopatikana humu ndani ni vitu aina kama kigoda. Na hapo ndipo tukaingia chumbani ambapo kulikuwa kuna kitanda cha kamba na taratibu akanilaza hapo. Sikuweza kuona kitu kingine humu ndani zaidi hivi nilivyoviona. Msichana huyu alianza pale kunishika miguu yangu na kisha katoka humu ndani, na baada ya dakika kadhaa akarudi akiwa na mbao 4 pamoja na kamba fulani vya ambazo zinatokana na baadhi ya miti. Kila mguu akafunga mbao 2. Kila mguu akafunga mbao 2. Alikaza vizuri kabisa. Dada huyo akanisemesha kwa ishara ya kwamba kwa kufanya hivyo mimi nitapona. Na mimi nikamjibu kwa ishara ya kwamba ninamshukuru sana. Siku zilizidi kwenda huku hali yangu ya majeraha aliyokuwa amenipatia mzee Pomkumbo ikiendelea kuimarika. Kitu nilichoweza kukigundua kwa huyu msichana ni kwamba hafahamu kusoma wala kuandika, na hata yeye mwenyewe pia hana jina. Hapo nilianza kazi ya kumfundisha kuzungumza, huku naye akinifundisha mambo mbalimbali yanayohusiana na huu msitu, ikiwamo uwindaji wa kutumia mishale. Ebana, ilipita miezi 6 toka nianze kumfundisha huyu binti, na sasa aliweza kuzungumza Kiswahili, Kijerumani na Kiingereza tena kwa ufasaha, huku nami nikiwa nazidi kuwa mlengaji mzuri mno kwa kutumia mishale. Nikamwambia kwanza leo nitakuita Claudia. Hilo ndilo jina ambalo litakuwa ni la kwako. Akaniambia Claudia, nikamwambia ndio. Maana Claudia ni nini? Aliponiuliza hilo swali nikatabasamu huku nikimtazama huyu msichana ambaye hakika katika miezi hii yote amenifanya niwe mtu tofauti mno, mtu ambaye nimeweza kuishi maisha ya kupambana na kuwinda wanyama wakali. Ujasiri na uoga hakika umeondoka kabisa moyoni mwangu. Nikamwambia maana Claudia ni mwanamke ambaye ana uwezo wa kuhakikisha anafanikisha kila jambo analoliamua. Ni mwanamke aliyebarikiwa, pia ni mwanamke anayejiamini, na pia ni mwanamke huru. Nashukuru Ethan kwa jitihada zako. Hadi leo hii nimeweza kuwa hivi. Siku zote nimekuwa nikijifunza lugha za wanyama na hadi sasa nimezifahamu. Usijali, ilikuwaje ukawa huko polini msituni?
Toka nilipopata ufahamu wa kujitambua, nilikuwa niko huku. Wewe ndo mtu wa kwanza kumuona kwenye maisha yangu. Ulinionaje mimi? Nilikuona ukiwa unaelea juu ya maji wakati niko ufukweni. Hapo awali nilihisi ni samaki wa tofauti, ila nilipogundua kwamba unafanana na mimi, japo huna maziwa wala huna sehemu kama ya kwangu huko chini, ndipo nilipojua wewe ni binadamu mwenzangu na sio samaki. Claudia alizungumza huku akinitazama. Alinisogelea karibu yangu na kunishika sehemu zangu hizi za siri huku akitabasamu, jambo ambalo lilinifanya nisisimke, japo siku zote tumekuwa tukiishi pasipo kutamaniana wala kufanya jambo lolote lile linalohusiana na mapenzi. Lakini aliponishika nilisisimka sana. Claudia aliniuliza, hii kazi yake nini? Swali la Claudia nikanifanya nikae kimya kwa sekunde kadhaa huku nikimsikilizia askari wangu jinsi alivyokuwa amesimama. Ethan. Naam. Hiki kazi yake nini? Ni kiungo cha uzazi. Uzazi? Ndio. Hiki endapo kikiingia hapo kwako, alafu then nikatoa vitu fulani hivi vyeupe, basi unaweza ukapata ujauzito na kuzaa mtoto. Kwa ndo kazi yake? Ndio. Okay. Sawa. Nashukuru kufahamu. Hiyo ulovaa hapo kidoleni ni nini? Nikakitazama. Hiko nachokizungumzia ilikuwa ni pete ambayo ni kumbukumbu ya ndoa yangu. Machozi kwa mbali ilianza kunilengalenga. Ni story ndefu kidogo. Unaweza kunieleza ni story gani hiyo? Hapo nilikaa kimya kwa sekunde kadhaa na sikuwa na haja ya kumficha Claudia juu ya maisha yangu ya nyuma. Nilianza kumweleza historia yangu yote, kuanzia siku ambayo wazazi wangu wanauawa na mzee Paul Mkumbo na hadi siku mzee huyo alinitenganisha na mke wangu wa ndoa ambaye ni Bianca. Bwana, hadi namaliza kumsimulia, mashavu yangu yote mawili yalikuwa yamelowana kwa machozi, na ndipo hapo taratibu Claudia akanilaza kichwa changu kifuani mwake huku akinibembeleza kwa upole na hisia nzito sana. Hakika leo ndo nikaanza kuhisi kitu cha tofauti kwa Claudia. Nikajikuta nafungua kamba ya kifungo hiki ambacho nilikuwa nimemtengenezea kutokana na suruali yangu niliyokuwa nimeichana na kubakisha kuwa kaptura fupi. Nilianza pale kumshikashika mwilini mwake taratibu huku nikiwa nasikiliza ile mihemo yake kimahaba. Kadiri muda ulivyozidi kwenda ndivyo jinsi alivyozidi kuhisi raha, mpaka ikafika kipindi sasa tukafika tamati na kumfanya Claudia kucheka mno. Kumbe ni vitamu Yeah. Utarudia tena? Ndio. Asante Ethan. Sijai kupata raha kama hii toka najifahamu. Usijali, utaendelea kupata hira. Alafu mbona pale nilijihisi mwanzo maumivu makali? Ni kutokana na kwamba ndo mara yako ya kwanza, na endapo tutaendelea kufanya zaidi na zaidi hutaweza kusikia maumivu. Kweli? Ndio. Tena utasikia raha mara mbili ya hii uliweza kuisikia hapa awali. Wakati tunazungumza, ghafla tulisikia mgurumo mkubwa sana. Mgurumo ambao kwa haraka nikaufahamu ya kwamba ni mgurumo wa ndege. Mgurumo huu ukamatana na kishindo kizito ambacho kikatufanya sote tusimame na kuchungulia kwenye dirisha kidogo cha hiki kijichumba chetu. Ni nini hicho? Ni ndege. Ndege ndo nini? Vaa twende ukaone. Kila mtu alivaa vinguo vyake kwa haraka. Tulitoka nje ya kajumba haka na kisha tukakimbilia eneo ambalo tunaona kabisa moshi mwingi sana mweusi. Kutokana na kwamba nimeshazoea nginja za kukimbia peku humo porini, wala sikuweza kuumizwa na miti wala miba kwa sababu ngozi yangu ya miguuni ilikuwa imeshakomaa. Tukafika katika eneo ambalo ndege hii ambayo ni binafsi ilikuwa imeanguka na ilikuwa inaendelea kuteketea kwa moto. Hii ni nini? Claudia aliendelea kuniuliza huku akiwa amejawa na mshangao mkubwa. Nikamwambia hii ndio ndege sasa. Ndege? Ndio. Hutumika kuweza kusafiria angani. Hebu tujaribu kuokoa hawa waliopo humo ndani ya ndege.
Nilizungumza hivyo huku nikiufuata mlango wa hii ndege. Nilianza pale kuuvuta kwa nguvu. Claudia alinisogelea na tukaanza kusaidiana katika kuuvuta huu mlango, na kweli tulifanikiwa kufungua. Moshi mwingi uliotoka ndani ya ndege hii haukuweza kuniogopesha wala kunizuia mimi kuweza kuingia ndani humo. Niliona watu watatu wakiwa wako ndani ya ndege hii, huku wawili waliovalia suti ni wanaume, huku mmoja ni mwanamke. Nilianza kumtoa huyu mwanamke na kumkabidhi Claudia. Alimbeba na kumweka eneo la mbali kidogo na hapa ilipokuwa imeanguka hii ndege. Nikambeba huyu mtu wa kiume ambaye mkono wake wa kulia alikuwa amejifunga mnyororo ambao ulikuwa umefungwa kwenye briefcase kubwa. Nilimtoa nje na kisha nikamfuata huyu mwanaume wa tatu ambaye kiunoni mwake alikuwa amechomeka bastola. Nilipofanikiwa kuwatoa nikarudi tena ndani ya hii ndege. Nilifungua katika chumba kidogo cha urubani. Nikamkuta pale rubani akiwa amechomwa na miti mikubwa mikubwa kifoni mwake. Miti ambayo imemtoboa na imetoboa mpaka siti yake, na jinsi alivyokuwa anaonekana alikuwa amefia hapo hapo kwenye siti. Kiukweli sikuhitaji kushughulika naye. Nilimpapasa tu mfukoni mwake na kupata simu yake. Nikarudi upande ambao walikaa abiria. Nikaendelea pale kuangaza macho yangu huku na kule. Nilifanikiwa kupata simu nyingine aina ya tablet. Lakini kabla sijatoka niliona shelf ya kuhifadhia vitu muhimu. Nikabeba shelf hii na kisha nikaitoa ndani ya ndege hii. Ni nini iko? Hii ni shelf. Ina kazi gani? Inahifadhia mambo mengi muhimu. Nilisogea hadi sehemu walipokuwa watu hawa. Niliwapima maeneo ya shingoni mmoja baada ya mwingine, na wote nilikuta wakiwa wamepoteza maisha. Wamefanyaje? Wamekufa. Mvua nguo huyo msichana. Claudia alinisikiliza na kuanza kumtoa nguo huyu msichana, huku nami nikimvua nguo mmoja wa hawa majamaa. Tukavua vijinguo vyetu hivi vya kuweza kujishikiza. Tulivaa nguo za hawa watu, na uzuri ni kwamba nguo zao zote zilikuwa zimeweza kutoka kisawia kabisa kwenye miili yetu. Nilichukua bastola zao hawa wanaume. Claudia aliniuliza, "Ndio nini hiyo?" Nikamwambia, "Bastola. Kazi yake ni nini?" "Hii kazi yake ni kujilinda. Na pia endapo utampiga mnyama au mtu basi ni lazima atafariki." "Mbona ni ndogo, inaweza kaua hii kweli?" "Ndio. Nitakuonyesha kazi yake." Nikaulenga vizuri huu mnyororo ambao ulikuwa umemfunga huyu jamaa mkononi mwake. Risasi moja iliweza kukata mnyororo huu. Nilimpapasa mtu huyo, nikachukua simu yake pamoja na wallet yake. Nilifungua, nilikuta vitambulisho vyao. Huyu jamaa aliyekuwa na briefcase ni rais wa Marekani. Huyu mwingine ambaye nimemchukua nguo zake ni Mjerumani. Nilirudi ndani ya ndege hii ili niweze kutafuta kitambulisho cha dada huyu. Kwa bahati nzuri, chini ya moja ya siti niliona pochi moja pamoja na laptop aina ya Mac Air. Nilitoa pale na vyovyote. Nikasoma kitambulisho cha dada huyo, nilimkuta ni Mrussia. Hawa watu ni wa mataifa matatu tofauti, yani kila mmoja na taifa lake. Sasa imekuwaje wamekuwa pamoja? Swali langu lilimfanya Claudia kuchukua kitambulisho cha huyu dada, akakitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akamtazama huyu dada. "Amekufa bado mzuri eh?" Claudia aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema yes. Nilitazama shelf hii na kisha nikasogelea. Nilianza pale kuifungua taratibu huku nikijaribu kubahatisha kama nitaweza kuifungua. Na kila nilivyojaribu kuifungua hii shelf, sikufanikiwa kuifungua. Nikaangaza macho yangu huku na kule. Nilifanikiwa kuona moja chupa ya maji ikiwa imeanguka. Nilichukua chupa hii na kisha nikamwaga maji yote. Nikakata eneo la kitako kwa kutumia meno yangu. Kisha nikaitega katika mlango wa shelf hii. Kisha nikaiweka sikio langu na nikaanza pale kufungua taratibu. Kwa kuweka chupa hii ya maji, nilikuwa naweza kusikia jinsi loki za shelf hii zinavyofunguka kwa ndani pale ninapozungusha kizungushio hiki chenye namba nyingi. Haikuchukua muda mrefu sana, ikafunguka, jambo ambalo linifanya nijawe na furaha mno. Ndani ya hii shelf nilikutana na vibunda viwili vya dola za Kimarekani. Nilikutana na bastola yenye magazini 2 zilizojaa risasi pamoja na mafaili mawili. "Hizi ni nini?" Claudia aliniuliza huku akinionyeshea pesa. Kutokana na kila kitu ambacho nakiona yeye kwenye maisha yake ni kigeni, sikuchoka kuyajibu maswali yake. Hizi ni pesa." "Pesa ndo nini?" "Hizi hutumika katika kununulia bidhaa nzuri utakazoweza kuzihitaji." "Aha. Sawa."
Nikafungua hili faili. Nilijikuta nikishtuka sana mara baada ya kukuta michoro ya mabomu ya nyuklia. Nikaitazama briefcase hii na kisha nikaisogelea. Nilipiga risasi 2 kavunjika loki yake. Nikaifungua ndani nikakuta vichupa viwili ambavyo vimeandikwa V108. Ethan, hivi ni vinini? Sijajua ni nini, ila ngoja niendelee kuchunguza. Kitu kilichonishangaza ni jinsi ukubwa wa hii briefcase, na ndani yake kulikuwa kuna vijichupa viwili tu vidogo. Nilifungua faili la kwanza, nikaanza kulipekua kwa haraka huku nikitafuta neno V108. Sikuweza kulipata. Nikafungua faili la pili, nikakutana na neno V108, ikimaanisha kuwa hawa ni virus wanaotumika katika kutengenezea mabomu ya nyuklia ambayo madhara yake kwa binadamu ni makubwa mno. Niliendelea kuichunguza hii briefcase, nikagundua kwamba ina kifaa ambacho kinawaonyesha wahusika ni wapi hii briefcase ilipo. Nilichokifanya ni kuvunja hiki kifaa ili kuweza kupoteza mawasiliano, kwani watu hao wanaweza kuja hapa katika hili eneo muda wote ule kuanzia hivi sasa. Nisikilize Claudia. Inabidi tuondoke katika kisiwa. Ethan, hapa mimi ndo kwangu. Najua hilo, ila hawa watu wenye hivi vitu ni lazima waje. Wakija basi maisha yetu yatakuwa yako tayari. Ethan, siwezi kuondoka na kuacha wanyama wangu wanaonipenda na nimeishi nao tokea niko mdogo. Nalitambua hilo Claudia, ila inabidi ifikie tu tuondoke. Nisikilize hiki ambacho mimi nakwambia. Tutaondoka vipi ikiwa eneo zima tumezingirwa na maji? Tutajua tu namna ya kuondoka. Turudi nyumbani kwanza, kuna kazi nahitaji kuweza kuifanya. Claudia alinisikiliza. Nilibeba briefcase hii pamoja na faili hizi. Tukafika katika nyumba yetu hii tunayoishi. Nikawasha pale simu moja, na jambo la kumshukuru Mungu ilikuwa imeshika mtandao. Kitu cha kwanza ni kufanya ni kutafuta hili eneo ili niweze kufahamu hapa tulipo ni wapi. Oh, come on. Vipi Ethan, hiyo ni nini? Hii ni simu. Mbona inakukasirisha? Hapana. Ninajaribu kuweza kutafuta eneo ambalo tulipo, ila sijafanikiwa kuweza kufahamu. Utawezaje kujua tulipo? Ni kupitia mtandao. Mtandao ndo nini? Hapo nilimtazama Claudia usoni mwake kwa sekunde kadhaa, huku nikiwa nimejawa na hasira, kwani kila ninapojaribu kutafuta hili eneo nilikuwa sifanikiwi kabisa. Mtandao ni kitu kinachosaidia kuwasiliana na mtu au watu. Hapo niliendelea kujitahidi kutafuta, na ramani ikanionyesha eneo la karibu na kisiwa hiki ya kwamba ni Madagascar, ila kisiwa chetu hiki hakina jina kabisa na wala hakisomeki kwenye ramani ya dunia. Matumaini ya kuweza kuondoka katika kisiwa hiki yalianza kunitawala. Niliingia kwenye moja ya blog ya habari nchini Tanzania ili kuweza kujua ni kitu gani kinachoendelea. Nilishtuka sana mara baada ya kukutana na habari inayohusiana na uchaguzi mpya wa nchi hiyo. Mpaka nikajiuliza wanapiga kura tena. Nilijiuliza kimoyomoyo, kwani muda wa Rais Tasiana Ramadhani bado haujaisha. Nikafuatilia nini chanzo cha kufanyika kwa uchaguzi huo. Hapa ndipo nikajikuta nguvu zikinishia mwilini mwangu, kwani habari hii inanieleza kwamba rais ameuawa miezi 4 nyuma. Hivyo ni lazima nchi ingie kwenye uchaguzi mwingine mpya, na katika watu wanaonyang'anyia kiti hiko cha urais, Mzee Paul Mkumbo naye ni miongoni mwao. Mwili mzima nilihisi kama vile ukinitetemeka kwa hasira. Mapinduzi yalivyofanyika ndani ya kipindi kifupi nilichokaa nchini Tanzania hakika ilikuwa imesababisha maumivu makali sana kwangu pamoja na watu wengi sana ambao waliwahi kumpenda mwanamama huyu katika kipindi chote cha uongozi wake. Nilimfikiria Hawa. Hakika sijui yuko kwenye hali gani. Moyoni mwangu nilianza kujawa na majuto. Ni kwa nini nilimuingiza mama wa watu madarakani? Kwa nini nilimshirikisha kwenye mpango wangu? Hapa ndipo sasa akili yangu ikamkumbuka Ethan ambaye alinieleza kwamba endapo nitamuoa Hawa, basi mwanamama huyo atakuwa na maisha marefu kwenye uongozi wake, na endapo sitomuoa Hawa, basi mwanamama huyo hatakuwa na maisha marefu katika uongozi wake. Na ni kweli ndicho kitu kilichotokea. Ethan, unalia nini? Claudia aliniuliza kwa unyonge huku akinitazama usoni mwangu. Sikumjibu kitu cha aina yoyote zaidi tu ya kuendelea kuchemkwa na hasira. Nilipata maumivu makali sana moyo wangu.
Taratibu Claudia akachukua simu hii na kuanza kusoma habari hii ya mauaji ya Bi Tasiana Ramadhani, rais wa nchi ya Tanzania. Ethan, unamjua huyo? Ndio namjua. Rais ndo nani? Kiongozi wa nchi. Tanzania ndo nchi yangu. Nilimsaidia kwa kiasi kikubwa sana kumweka madarakani. Ila leo hii ameuawa na yule mzee niliyekuhadithia hapo nyuma. Nilimwonyesha Claudia picha mzee Paul Mkumbo. Sijui ni ushawishi gani ambao ameutumia hadi kurudi katika chama chake na kupewa nafasi ya kuweza kugombania urais tena. Nahitaji kurudi nchini Tanzania. Utarudije sasa mpenzi wangu ikiwa eneo zima la hichi kisiwa limezungukwa na maji? Tutajua ni jinsi gani ya kufanya. Hapo nilizungumza kwa msisitizo huku nikimtazama Claudia usoni mwake. Nikatoka nje ya nyumba hii, nikatazama mazingira ya huu msitu. Ethan, kwa nini umeniacha siku zote peke yangu? Upo wapi rafiki yangu? Ni nini kilichokupata? Hapo nilizungumza kwa huzuni sana huku nikiendelea kutazama huu msitu mpaka giza linaingia, lakini sikupata njia ambayo itaweza kutusaidia sisi kuondoka katika ile eneo. Tukapata chakula cha usiku ambacho ni nyama pamoja na matunda. Majira saa 8 za usiku nilianza kuhisi milio kwa mbali. Milio hii ni ya boti ndogo, na ndipo taratibu nikanyanyuka na kuikoki vizuri moja bastola yangu. Ethan, kuna nini? Claudia alizungumza huku naye kinyanyuka kitandani. Nikamwambia, umesikia hiyo milio? Claudia alitega sikio lake kwa umakini na yeye akaweza kusikia milio ya boti hizo. Akaniuliza ni nini, nikamwambia hizo ni boti. Kwa hiyo nina imani watu walioangukiwa na ndege yao sasa wanakuja. Jiandae tuondoke sasa. Si tuzungumze nao? Sio watu wema. Nina imani watakuwa ni watu wabaya. Claudia alibeba upinde wake pamoja na mishale. Tulichukua kila kitu na kuanza kuondoka huku tukiwa tunaelekea katika eneo la fukwe za bahari ambapo ndipo zinapotokea hizo boti. Kutokana na kwamba tunafahamu msitu vizuri, itakuwa ni rahisi sana sisi kuweza kufika katika fukwe pasipo kuweza kukutana na watu hawa. Tukashuhudia kundi kubwa la watu waliovalia nguo nyeusi huku wakiwa na bunduki mikononi mwao, wakishuka katika boti 6 na kuanza kuingia msituni hapa. Sehemu tulipojificha sisi ni ngumu sana kwa wao kuweza kutuona. Tulipohakikisha watu wote wameingia katika huu msitu, tulikimbia mpaka kwenye moja ya boti hizi. Claudia aliniuliza hizi ndizo boti, nikamwambia ndio. Ingia tuondoke, hawa watu wanaweza kurudi hapa muda wote ule. Claudia alisimama kwa sekunde kadhaa, akatazama huu msitu na kisha akapanda kwenye moja ya boti. Aliwasha na tukaondoka hili eneo kwa kasi mno. Kwa kutumia ramani ambayo ipo kwenye simu, tulifanikiwa kutumia masaa takriban 8 kufika katika nchi ya Madagascar. Tukakodisha pale hoteli na kisha nikawasiliana na Roman ambaye ni mpelelezi wangu wa siri sana. Roman, ni mimi naongea. Mkuu, nilipata habari kwamba umepoteza maisha. Nini? Nani ametangaza hivyo? Vyombo vingi vya habari duniani vilitangaza juu ya kifo chako miezi 6 iliyopita, na inasemekana ulikufa kwenye harusi yako ambayo uliamua kuifanya kwa harusi ya siri. Roman alinipa maelezo yaliyoeleweka kabisa. Nikasema, Roman, ni historia ndefu. Njoo nichukue Madagascar. Nilizungumza huku nikimtazama Claudia aliyekuwa anaendelea kushangaa tu vitu vilivyomo katika hiki chumba, kwani hivi vitu vyote kwake ni vigeni. Sawa mkuu, nipe jina la sehemu ulipo. Nikamtajia jina la hoteli niliopo na kisha nikakata simu. Ethan, hii ni nini? Hiyo ni TV. TV? Ndo nini? Nilichukua remote na kuiwasha TV hii kubwa iliyopo hapa chumbani. Hakika Claudia na mambo mengi sana kujifunza na kuyafahamu, kutokana kwamba ni mtu aliyeweza kunisaidia maisha yangu. Sikuchoka kumfundisha jambo moja baada ya jambo jingine. Baada ya masaa 20, Roman alifika katika hoteli hii akitokea nchini Tanzania. Alinishangaa sana jinsi nilivyokuwa nimechakaa. Ndevu nyingi zilizotawala usoni mwangu hakika zimenibadilisha na kunifanya nionekane mtu wa makamo. Kumbe bado mimi ni kijana mdogo tu. Roman, karibu sana. Siamini kama upo hai mkuu. Niko hai ndugu yangu. Nilimweleza Roman kuanzia siku ya harusi hadi hapa. Kila kitu nilimwambia. Roman alisikitishwa sana na alionipata, huku akiapia kwamba safari hii ni lazima tumuue mzee Paul Mkumbo.
Kutokana na Roman anafahamiana sana na majasusi wengi hapa duniani, aliweza kuwasiliana na rafiki zake wawili wa hapa Madagascar ambao waliweza kutusaidia kutengeneza vitambulisho vya nchi hii, na sisi tukahesabika kama raia wa halali kabisa wa nchi. Baada ya siku 2 tulifanikiwa kupata usafiri wa meli ya mizigo iendayo nchini Tanzania. Sikuhitaji kutumia usafiri wa ndege kwa maana ya kwamba hatujui ni jinsi gani mzee Paul Mkumbo na watu wake walivyokuwa wamejipanga katika kuhakikisha sura yangu haionekani nchini Tanzania. Nisikilize Roman, hakikisha kwamba unaandaa mazingira mazuri ya sisi kuweza kuingia nchini pasipo kujulikana. Sawa mkuu, nitafanya hivyo. Nashukuru. Roman alishuka kwenye meli hii na akatuacha sisi tukiwa tunasubiria. Tulikuwa tunasubiria muda wa meli hii iweze kuondoka. Kutokana na kwamba tumekabidhiwa kwa nahodha mkuu wa hii meli, hatukupata usumbufu wowote. Majira saa 6 za usiku meli hii ilianza safari ya kutokea Madagascar na kuelekea nchini Tanzania, huku akitueleza kwamba itachukua siku 4 na masaa 9 hadi kufika nchini Tanzania. Nikasema okay, sio mbaya, sio siku nyingi. Ni kweli, ila kama hali ya bahari haitoweza kuwa sawa, itatulazimu kuchukua hadi wiki moja kuweza kufika nchini Tanzania, kwa maana mwendo wa safari utakuwa ni wa taratibu sana. Nahodha mkuu alituambia huku tukiwa katika chumba chake cha kuongozea meli hii. Nikasema Mungu atajalia hali ya bahari itakuwa iko shwari kabisa. Amen. Kijana wangu huyu atawaonyesha chumba cha kupumzikia. Nahodha huyu alitukabidhi kwa kijana wake mmoja. Huyo kijana akatupeleka katika chumba kilichopo eneo la juu kabisa la meli hii kubwa ya mizigo. Ni chumba kizuri kiasi. Claudia hakuwa na maswali mengi sana, kwani tayari ameshaelewa mambo mengi tu. Siku ya kwanza ikakatika huko safari ikizidi kusonga mbele. Ethan, naam. Umepanga kumfanya nini mzee Mkumbo? Swali la Claudia lilinifanya nimtazame kwa sekunde kadhaa na kisha nilishusha pumzi taratibu. Alichokifanya yeye ndicho nitakachoweza kukifanya mimi. Sawa. Je, akiwahi kukua wewe utafanyaje? Kitu ambacho nitakifanya ni kuhakikisha kwamba ninakuwa kama mzimu. Mzimu ndo nini? Yaani ni mtu ambaye amekufa na kisha anaonekana tena duniani. Hapo nimekuelewa. Sasa tukifika huko utakuwa na maisha ya kujificha ficha? Ndio. Ila wewe utakuwa uko huru. Siwezi kuwa huru ikiwa uko mafichoni. Tutajua nini cha kufanya. Kweli bwana, baada ya siku 5 za kukaa baharini, tulifika katika bandari ya jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Tulifanikiwa kutoka bandarini hapa pasipo kushtukiwa na mtu aina yoyote. Roman alituonyesha pale gari ambalo alikuwa amekuja nalo kwa ajili ya kutupokea. Vipi hali ya nchi? Nchi ipo kwenye amani na kampeni zinaendelea kama kawaida. Leo ni Jumamosi. Ndio mkuu. Okay, sawa. Tulifika katika nyumba moja iliyopo maeneo ya Tegeta. Ni nyumba nzuri yenye hadhi ya kitajiri. Karibu sana mkuu. Nashukuru. Hii nyumba ni ya kwako? Ndio, ni nyumba yangu mkuu. Nilinunua na zile pesa ulizoweza kunilipa. Queen na Latifa wanazungumziaje kuhusiana na kifo changu? Queen alilazwa kama wiki 2 hivi kwa mshtuko. Ndio, ni pigo kubwa sana. Nchi kama Ujerumani ilituma vikosi vyake kwenye bahari ambapo inasadikika ilitokea ajali ya boti yako, lakini hawakuweza kupata kitu chochote na wakathibitisha kwamba umefariki kweli. Kazi kweli. Je, utahitaji kuonana na Queen pamoja na Latifa? Hapana, kwa sasa hapana. Kwa nini mkuu? Nahitaji dunia iendelee kujua kwamba mimi nimekufa. Ninachokihitaji sasa hivi ni kumuua mzee Paul Mkumbo na kisha ndo nitaweza kujidhihirisha mbele ya macho ya watu. Ni wazo zuri mkuu. Kuna mtu nahitaji uweze kunisaidia kumtafuta. Mtu gani huyo mkuu? Aliyekuwa mlinzi wangu wa karibu sana, Bwana Mbilinyi. Sawa. Naomba tu nipe siku ya leo, nitakupatia jibu. Nashukuru sana Roman. Sasa hivi ni saa ngapi? Saa 4 asubuhi. Okay, poa. Hapa kwako kuna watu wanaokutembelea au unaishi tu peke yako? Mkuu, hapa mimi naishi tu peke yangu. Okay, fresh. Roman akatupatia chumba na kisha akatuaga kwamba anaelekea mjini kununua mahitaji ya ndani, kwa maana siku zote amekuwa akiishi tu kibachela. Unamwamini huyu kijana? Ndio, ninamwamini. Kwani wewe humwamini? Kidogo namwamini. Kinachotakiwa ni kuweza kuwa makini.
Baada ya lisali moja, Roman akarudi akiwa na nguo pamoja na vyakula vya aina mbalimbali. Kutokana na uchovu aliokuwa nao, Claudia akaniomba aweze kupumzika katika chumba tulichokuwa tumekabidhiwa. Mkuu, ndio. Nimeweza kufanikiwa kufahamu ni sehemu gani alipo Mbilinyi. Naomba uniambie wapi yupo. Yupo hapa Dar es Salaam. Sasa hivi anamiliki kampuni kubwa ya ulinzi ambayo inamlinda mzee Paul Mkumbo katika kampeni zake. Mshenzi sana huyu mwanadamu. Nahitaji kumuua leo hii. Tena nitamwangamiza yeye pamoja na familia yake. Hapo nilizungumza kwa hasira sana huku nikimtazama Roman usoni mwake. Mkuu, hilo linawezekana. Ila inabidi kuandaa mazingira. Ila kwa leo sio rahisi kwa sisi kuweza kumuua. Kwa nini isiwe rahisi? Kuna sehemu yupo. Sehemu gani? Hebu niambie. Roman alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha kanikabidhi simu yake. Nikashuhudia matangazo ya moja kwa moja ya television yakitokea kanisani. Nilishtuka niliposhuhudia Bianca akifunga ndoa nyingine na mwanaume mwingine, huku usoni mwake akionekana ni mtu mwenye furaha sana. Bianca, hiyo ni harusi ya aliyekuwa mchumba wako pamoja na mtoto wa mkuu wa tume ya uchaguzi. Hivyo mzee tayari ameshajitengenezea mazingira kuichukua nchi, kwa maana kwamba yeye na mkuu wa tume hiyo wameshakuwa wakwe. Nilijisi mwili mzima ukinitetemeka. Hasira ya ghafla ikitawala mwilini mwangu. Hamu ya kuua mtu ilinitawala kifuani mwangu. Nilitazama pete hii ambayo siku zote nimekuwa nikiivaa nikiamini kabisa mke wangu Bianca atanisubiri. Japo anaamini ya kwamba nimekufa, ila nilikuwa nina imani naye sana Bianca. Ila sasa na imani moyoni mwake sasa ni lazima atakuwa anapingana na jambo hilo. Nikasema, sikiliza Roman, nahitaji kwenda kanisani sasa hivi. Naomba uniendelee gari. Mkuu. Hapana. Mkuu, hiyo ni hatari. Wewe kwenda kanisani sasa hivi mkuu, hiyo ni hatari. Roman alizungumza kwa msisitizo huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia, Roman, huyu mimi ni mke wangu wa ndoa. Sawa. Mke wako wa ndoa. Je, huyu uliokuja naye atakuelewa endapo utamchukua Bianca? Na istoshe hii harusi imedhibitiwa na ulinzi mzito sana mkuu. Tutafute mpango mwingine wa kulitatua hili na sio kuvamia tu katika hili. Tutajikuta tunaangamia pasipo kukamilisha mpango uliotupeleka hapo kanisani. Nilijikuta nashusha pumzi, kwani haya anayozungumza Roman ni ya kweli. Japo moyo unaniuma sana kwa hiki ninachokishuhudia, ila sina jinsi zaidi ya kuendelea kukabiliana na ukweli. Niliendelea kujikaza kushuhudia jinsi harusi hii inavyofungwa kanisani, tena kwa furaha. Hakika sitambui ni ushawishi gani ambao umempata Bianca mpaka kuwa katika hali hii ya furaha. Ikiwa fika natambua kwamba baba yake ndiye mtu aliyeweza kuniua. Mkuu, ndio. Naona kuna haja kuendelea kuangalia hili. Tupange mpango ni jinsi gani unaweza kumuingiza Mbilinyi mikononi mwako. Kabla kumfuatilia Mbilinyi, nahitaji kuweza kuonana na Hawa, mtoto wa Madam Tasiana Ramadhani. Ngoja basi nimtafute alafu nitakupatia jibu. Na okay, sawa. Nilirudi chumbani nikamkuta Claudia akiwa amejilaza kifudifudi, huku mwili wake ukiwa hauna hata nguo moja. Nilichukua shuka nikamfunika taratibu, huku akidini mwangu nikiendelea kumwaza Bianca na kile anachokifanya. Nilijaribu kujifinya mikononi mwangu ili kama ni ndoto basi niweze kujua kwamba hii ni ndoto, ila nikakuta hii sio ndoto na kila kinachotokea hapa ni kitu halisia kabisa. Hakika maisha yangu ya furaha niliyokuwa ninayaishi na Bianca yameyayuka mithili ya barafu. Hekima na upole wake Bianca aliyokuwa ananipatia dhidi yangu, hakika vyote vimetoweka. Niliposikia mlio wa gari, nilichungulia getini, nilimshuhudia Roman akiingia getini. Nilitoka ndani humu kwa haraka na kisha nikakutana naye nje. Nikamwambia, vipi, umefanikiwa? Ndio mkuu. Nimefanikiwa kufahamu sehemu gani alipo. Yuko wapi? Kwa sasa yuko nchini Marekani. Ni mjamzito na ana mimba miezi 8. Nilishtuka kidogo. Kumbukumbu zangu zikarudi hadi siku ambayo Hawa aliniomba niweze kumpatia ujauzito, na kweli nilifanya hivyo. Japo baada ya hapo hatukuweza kuwa na mawasiliano ya aina yoyote. Mkuu, mbona umeshtuka? Hapana. Umepata mawasiliano yake?
Ndiyo mkuu, hii ni namba ambayo anaitumia. Roman alinipatia kikaratasi kilichoandikwa namba ya simu ya nchi ya Marekani. Nikamwambia, na nimekupatia. Kuna mama mmoja alikuwa anafanya kazi Ikulu kipindi cha uongozi wa Madam Tasiana. Ni mtu wangu wa karibu sana, na hata kwa Hawa alikuwa ni mtu wa karibu. Huyo mama alikueleza kwamba ujauzito huo ni wa nani? Hapana, sikuhitaji kujua kwamba huo ujauzito ni wa nani. Okay, sawa. Niwekee salio la kutosha katika simu yako niweze kuzungumza naye. Salio lipo mkuu, la kutosha tu, unaweza tu kuongea naye tu. Roman alinikabidhi simu yake. Niliingiza namba hizi za Hawa, nikaiweka simu sikioni mwangu, na baada ya sekunde chache simu yake ilianza kuita taratibu na kisha ikapokelewa. Hala. Nilisikia sauti ya Hawa ambayo imesababisha mwili wangu wote kunitetemeka. Nilifungua mlango wa gari nikaingia ndani ya gari. Hello? Hawa alirudia kuniita tena. Machozi yalianza kunilengalenga usoni mwangu na mwisho yakaanza kunitiririka kwenye mashavu yangu. Hello, nani mwenzangu? Ni mimi. Ethan. Hawa aliuliza kwa mshangao mkubwa mno. Nikamwambia ni mimi. No, Ethan namjua, ameshafariki. Wewe ni Ethan gani? Mwanaume aliyekutoa usichana wako. Mwanaume ambaye nina hisia kali juu ya ujauzito ulioweza kuubeba tumboni mwako. Nina imani kwamba mimi ndio baba wa huyo mtoto. Hapo nilizungumza kwa kujikaza huku nikiendelea kulia. Hawa alishindwa kujizuia na akajikuta kiangua kilio cha furaha. Japo simuoni, ila nina imani ya kwamba kilio hicho kimejawa na furaha sana ya kutambua kwamba niko hai. Yeah, ni mwanao Ethan. Hapa nipo hospitalini chini ya uangalizi mzuri wa madaktari. Uko wapi? Na nini kilitokea? Ni historia ndefu sana Hawa. Tukionana nitazungumza na wewe. Nakuomba sana mwanangu akizaliwa, kama ni wa kike mpatie jina la Tasiana, kama ni wa kiume mpatie jina ambalo wewe utakalolipenda. Hapo maneno yangu yalizidi kuongeza kilio cha Hawa. Hakika leo hakutarajia kama naweza kuzungumza na mimi. Dakika zaidi ya 5 tuliongea. Nilijikuta nikiendelea kumbembeleza mpaka kanyamaza. Usirudi nchini Tanzania. Nitakuingizia kiasi cha pesa ili uendelee kumlea mwanangu. Hapana Ethan. Dunia nzima inafahamu kwamba umekufa. Endapo benki akaunti zako zitafanya kazi, na maana kwamba watu watakufuatilia, na imani adui aliyehitaji kuweza kukua ndiye aliyemua mama wangu. Kunaomba unisaidie kitu kimoja mpenzi wangu. Niambie kitu gani? Waue wote waliohusika na maovu haya. Hakikisha hakuna anayesalia. Mama wangu amekufa kifo kibaya sana. Hawa alizungumza kwa msisitizo na kunifanya nizidi kujawa na matumaini ya kuhakikisha kwamba sasa ninapambana na mzee Pom Kumbo, tena si kwa kujificha bali ni uso kwa uso. Nimekuelewa Hawa, lakini nakuomba unitunzie mwanangu. Nimekuelewa Ethan, nitamtunza na atakuwa na afya njema. Okay, sawa. Alafu pia nakuomba usibadilishe namba yako ya simu. Sitobadilisha kwa maana kwamba najua ninamsubiria mtu wa muhimu sana kwenye maisha yangu. Nashukuru sana kwa kusikia hivyo mpenzi wangu. Pia naomba jingine. Lipi tena? Kama ulifanikiwa kumzuia mzee Pom Kumbo kuingia madarakani kwa mara ya kwanza, nao hakikisha kwamba hanusi kabisa hata siku ya kupiga kura. Nimekuelewa. Sawa, acha nipumzike mume wangu, kwa maana kwamba huku ni usiku wa manane. Okay, poa. Hapo nilikata simu na kisha nikatoka ndani ya hili gari. Nisikilize Roman. Wewe ndio mtu pekee ambaye nakutegemea katika kuhakikisha kwamba tunamwangusha mzee Pom Kumbo. Nimekuelewa mkuu. Naam, msikilizaji. Siku zikapita nikiendelea kuishi kwa kujificha ficha nchini hapa Tanzania. Ila katika kipindi chote nimekuwa ni mtu wa kujifua kimazoezi makali kwa kutumia kila aina ya silaha. Uzuri maisha porini yamenipa ukakamavu ajabu sana, ambapo hapo awali sikuweza kuwa nao. Kwa msaada wa Roman pamoja na Claudia, nikawa ni mpiganaji mzuri sana ambaye kila aina ya silaha nilikuwa naweza kutumia, hususan mishale. Maandalizi ya wiki ya 3 mfululizo yalinitosha sasa kuanza kuifanya kazi yangu hii ya kumkamata mtu mmoja baada mwingine. Nilifanikiwa kufahamu ratiba nzima ya Mbilinyi na sehemu anayoishi ambayo ni eneo la Masaki, ambapo anamiliki jumba kubwa tu la kifahari tofauti na nyumba aliyokuwa akiishi hapo awali. Mkuu, nyumba yake na walinzi 12. Getini wako 2 na wanaoizunguka nyumba hiyo wapo 10. Roman alizungumza huku tukitazama simu aina ya tablet kubwa tu iliyopo mezani.
na inatuonesha muundo mzima wa nyumba yake hiyo pamoja na walinzi. Tutaweza kuingia humu? Ya, tunaweza kuingia, ila kwa tahadhari kubwa sana mkuu. Kama hii nyumba ina kamera 120. Kwa ufupi ulinzi wa hapa ni mkali sana mkuu, na ndio maana nikasema inabidi tuingie kwa tahadhari kubwa sana. Habari za siku nyingi rafiki yangu wa zamani. Hapo nilisikia sauti ya Ethan katika ufahamu wangu wa akili. Nikakaa kwanza kimya kwa sekunde kadhaa, huku nikiwatazama Claudia pamoja na Roman. Nilipoona kwamba hawajajua chochote kinachoendelea kwangu, nikawaaga na kisha nikaelekea chooni. Niliingia chooni nikamkuta Ethan akiwa ananawa pale mikono kwenye sinki la maji. Pole sana kwa kila jambo uliloweza kulipitia. Ethan, ulikuwa wapi siku zote hizo? Nilikuwa niko na wewe, japo sikuhitaji kuweza kujidhihirisha kwako. Nilihitaji kujua watu wanaokuzunguka ni wazuri au wabaya, ila na imani ya kwamba umejionea wewe mwenyewe. Laiti kwa kipindi kile ningekuambia kwamba Milinyi si mtu mzuri na Bianca si mtu mzuri, na imani ya kwamba ungenikatalia na usingeniamini katika maisha yako yote, si ndio? Ethan, hebu ngoja kwanza. Unasema kwamba Bianca sio mtu mzuri? Hadi sasa hivi moyo wako uko wapi? Unaamini ya kwamba ni mtu mzuri? Unajua binadamu nyinyi ni tofauti sana na sisi. Nyinyi mmeumbiwa matatizo, sisi tumeumbwa kutengeneza matatizo kwenu. Hivyo kuna tofauti hapo. Nilikuacha upate matatizo ili iwe changamoto ya kukufikisha huku ulipoweza kufika. Na sio kila tatizo ni tatizo, ila matatizo mengine ni majibu ya mafanikio ya mambo ya mbeleni. Unamaanisha nini? Siku ambayo ulimoa Bianca ilikuwa ni siku ambayo walihitaji kuzifahamu mali zako zote na wangekufirisi na usingebaki na hata shilingi moja. Bianca angekuwa mrithi wa mali zako, na hiyo ndo misheni kubwa aliyoagizwa na familia yake. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba Bianca alikuwa ni mpelelezi kwangu? Sio mpelelezi tu, alikuwa ni msanii kama wewe ulivyokuwa msanii kwao. Upole, unyenyekevu na maneno matamu aliokuwa anakupatia Bianca, yote alikuwa anakuigizia. Nina imani siku niliyokupeleka ukamshuhudia Bianca jinsi alivyokuwa katili kwa watu wake na uliweza kuona. Je, ulishindwa kujiuliza kwamba ukatili ule ulipoteaje katika kipindi kifupi na kupelekea msaliti baba yake? Hapo msikilizaji, nilijikuta mwili mzima ukinishia nguvu. Kumbe kila neno lililotoka kinywani mwa Bianca alikuwa hamaanishi kabisa. Jiulize Ethan, mwanamke aliyedumu kwa miaka zaidi ya 30 kwenye ndoa na mume wake, inakuwaje aje kuachana mume wake kwa ajili ya mkwe wake ambaye hakuwahi kufunga ndoa na mtoto wake? Hapo nilishusha pumzi taratibu huku nikimtazama jini Ethan usoni mwake. Kila kitu kilikuhitaji utumie akili ya ziada kuliko kunitegemea mimi. Nilikupa msimamo wa kumoa Hawa, ila ukashindwa kufanya hivyo. Ningekukataza kumoa Bianca, ungeniambia mimi ni mbaya, na ndio maana niliachilia nishuhudie jinsi unavyoingia kwenye mdomo wa mamba, na utakaponusurika ndipo utakapopata akili. Ethan, na kusikiliza. Lakini kwa nini kuniambia hayo yote mapema? Narudia kwenye pointi yangu. Kwa imani uliokuwa umejengewa moyoni mwako na watu waliokuzunguka, endapo ningekuuliza usingekubaliana nami na ungeniona mimi ni mbaya, na ndio maana kila kitu nilikiacha ukishuhudia wewe mwenyewe. Rais uliyemweka madarakani walimuua. Kampuni yako ya simu tayari Bianca ameshairithi kama mke halali wa marehemu Ethan Klopp. Una bahati kubwa sana, kampuni zako za nje ya Tanzania hazijui mwanamke yule, na ndio maana alishindwa kujua wapi pa kuanzia, na niliweza kulizuia hilo. Hapo nilijikuta nikishika kichwa, kwani ningekuwa mzembe zaidi ya pale nilipofika, basi ningepoteza kila kitu. Nisikilize Ethan,
Mchezo wa kukufanya umwamini Bianca ulifanywa na mzee Paul Mkumbo mara baada ya kukosa kiti cha urais. Alipanga aweze kugombana na familia yake ili akae mbali na wao kwa muda kidogo, ili kama wewe ndio mbaya wa familia hiyo basi aweze kukufahamu, na kweli alikufahamu. Baada ya kukufahamu, alichotaka ni kukuua kwa haraka, ila Bianca alitoa pendekezo wa kuachacha kidogo ili wajue pesa zako ziko wapi. Wakufilisi na ubaki kapuku, na ungebaki kapuku basi kukuua ingekuwa ni rahisi. Familia ile ipo kwa ajili ya pesa, wapo tayari kufanya chochote ili mradi kuhakikisha kwamba wanapata pesa. Ethan, na kusikiliza. Nini nifanye niweze kupambana nao? Sasa hivi ni ngumu sana, tena sana kupambana nao. Wana nguvu, wana pesa na wana mamlaka makubwa sana katika hii nchi. Siri moja tu, mzee Mkumbo amekinunua chama anachogombania urais. Hivyo kuna uwezekano mkubwa wa kupata kiti cha urais, na endapo atapata kiti cha urais, jambo la kwanza ni kubadilisha katiba ya nchi. Atabadilisha katiba ya nchi? Ndio. Atahakikisha kwamba uongozi wa kuongoza kiti hiko cha urais unakuwa hauna kikomo. Hivyo familia yake ndio itakuwa na mamlaka makubwa sana juu ya hii nchi, na yeye ataondoka madarakani hadi siku yake ya kufa itakapoweza kufika. Na ikifika, atakayerithi nchi ni Bianca. Hapo mwili mzima nilihisi kama vile ukipitiwa na kijiu baridi, kwa sababu haya niliyoyasikia hakika yataharibu mfumo mzima wa maisha ya Tanzania, na nchi itakuwa na sifa kama ya Zimbabwe. Sasa Ethan, je, kwa sasa kuna matumaini yote mimi kupambana na mzee Paul Mkumbo na kumshinda, japo kuwa umenyeleza kwamba ni ngumu? Nikipambana naye kweli nitaweza kumshinda kwa sasa? Jini Ethan alishusha pumzi taratibu, huku akitingisha kichwa chake, kimaanisha kwamba sitoweza kufanya chochote kumwangusha mzee Paul Mkumbo na familia yake kwa ujumla. Lo, sasa itakuwaje? Hebu usikose katika sehemu ya 18 mzigo mtamu wa kuitwa Power. Mimi naitwa Uncle Jilo, kusimulia mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zeria G Msulu. Asante kwa sasa na kwaheri.